Oscar, nilikukataza wewe usikiangi maneno. Nilikukataza, nilikuambia nini? Nilikuambia nini kuhusu hii ndoa? Kama si dada yako Made. Sasa dada yangu pia amehusika nao. Nilikuambia nini? Nilikukataza. Hapa hata saa hizi sijui hadi mwanamke sijui nimfanyie nini. Asiyesikia la mkuu vunjika guu. Ona sasa kwa familia father saa hizi ni ugonjwa sasa tunafanya. Oscar, nilikukataza. Hospitali kumbe mamako ndio babako. Si mamangu. Mimi ni mamako Lucy. Mimi ni mamako. Nilikuchukua venye babako alishakufa nikakuchukua. Nikakaa na wewe kama mtoto wangu. Sasa hizo ndio asanti unanirudishia. Uliua babangu kwa nini? Unanirudishia asanti. Kwa nini uliua dad na uliza hivyo? Nini wewe? Wewe unaniambia nini kwangu? Ati babe, babe unakuniambia nini wewe? Foshua. What is this? Babe wewe ni imani. Nafanya kazi ndio kufanya mjinga. Askari, afande tumesikia. My friend. Tumesikia tuongee kama wanaume wewe. Who are you? Who are you? Do you know me? You don't have respect for me. Hello guys, what's up my good people? It's your boy Binai. Welcome to the Binai. Guys, hapa ni tumeona tutulize maneno kwanza ili tukae chini sote pamoja tuongee, lakini nashukuru pia kwa hiyo harakati tukiwa tumesubiri Mama Lucy akina Jeff wakuwe tayari. Tunashukuru ndo Mama Lani Oscar pia alikuwa ameingia na tukaona acha tumweke tu kwa hii meeting ili tuongelee kwa pamoja tujue vile mambo inaenda hapa. Najua hajajua kitu kinaendelea, lakini nataka tumjulishe yeye pia kama mzazi ajue nini ilikuwa inafanyika hapa. Na hawa pia watuambie wameamua namna gani, kwa sababu pale juu pale kwa bedroom tulikuwa tumeongea kama tumeelewana kwamba mnafaa mtoe vitu leo na mnafaa mtoke kwa nyumba leo. Hivyo ndo tumeelewana, si ndio? Yeah, hivyo ndo mambo iko. Yeah, so daktari kuna namna gani? Acha tusalimie mgeni mwenye amefika kwanza. Ukoaje Mama Oscar? Niko poa. Niko poa. Asante kufika. Karibu. Ni Mama Oscar, nikuulize kwanza, Oscar alikwambia kitu yoyote kutoka tupatane na wewe mwisho kwa nini? Tukue na wewe mwisho kwa meeting. Oscar alinipigia simu, akaniambia kuna mambo zingine tena zimeibuka. Sasa nilikuwa nakuja nisikie. Mambo ilikuwa inahusu nani? Ilikuwa inahusu Lucy na mama yake na huyo rafiki yao. Mambo ya auntie alikwambia? Pia mambo ya auntie sister yangu ameniambia. Kutoka hapo ulikuja ukaongea na auntie nini ya sister yako? Niliongea naye. Ulimaliza namna gani? Maneno ya sister yangu sitaki. Juu nimesikia ni kama yeye pia anataka kuchukua nyumba ya kijana wangu, ni kama amehusika nao. Sasa sitaki maneno yake. Okay, sawa. Daktari. Yes, mimi nashukuru kwa hii wakati na pole na safari, sababu pia wewe ulihitajika kwa hii mkutano. Ili mambo pia wewe usike, sababu najua kuna vitu mingi ambayo imetokeza hapa katikati, na Oscar alikuwa amenieleza kwamba ulirudi nyumbani kushughulikia mzee, sababu hali yake sio mzuri. Hata ndiye ameniambia, na kuna vitu pia inahusu huyo mzee ambaye hamjui. Hii ugonjwa wake anagonjeka namna gani? Ugonjwa yake, mwili yake inakuwa moto, mara pressure, mara anatetemeka, haieleweki. Hiyo ugonjwa kuna mtu ambaye anahusika. Hiyo ugonjwa ni mkono wa mwanadamu ambaye unahusika, lakini wacha tushughulike na hii ambaye iko hapa, hiyo nitakuelezea baadaye. Kuna sisi tumetangulia hapa na kuna mambo ambayo imetendeka hapa. Nilitaka Oscar mwenyewe kuelezea ni nini ambayo imetendeka, na ili ujue wakwe wako namna gani. Nataka tu Oscar kukusie kwa ufupi nini ambayo imetendeka hapa. Madhe, mimi upande wangu ningetaka tu kuomba msamaha kwa sababu ningekusikiza ndani kwa ile utundu yenye nilikuwa nao, na pengine pia huwezi jua because penye nimefikia saa hizi hata ndani pengine nilikuwa under spell, kwa sababu zimefanyika mpaka saa hizi nimepatikana mtoto si wangu. Ndio imefika padi gari yangu iliuzwa, sijui ziko wapi. Nilikuwa mpaka na gold nimeweka kwa nyumba hapa ya nimekea mtoto for at least mbeleni inaweza wasaidia, lakini mpaka penye nimefika saa hizi documents zangu sijani, ni kama kuna pahali nilikuwa nimeendewa kwa sababu nimefika saa hizi. So nimepigiwa simu na daktari, kuna vitu zenye daktari alikuwa amefanya, akaniambia yeye alikuwa ameniambia nitulie vitu penye nimefikia, because hata mimi penye nilikuwa nimeshachoka. Nimekuja kwa nyumba, yani
kwa ile harakati yenye tumepata mama mkwe yangu. Yaani sijui hata sijui. Imagine yani hizi shughuli zote huyu mwanamke ambaye ni Lucy amekuwa na yani amekuwa anatuhadai akai kwa hii nyumba. Unanipata? Amekuwa anatudanganya akai kwa hii nyumba. Ndio hii tumekuja tumempata kwa nyumba. Mtoto anapata saizi mpaka saizi hajui mtoto ako wapi. Oscar, nilikukataza wewe usikiangi maneno. Nilikukataza, nilikuambia nini? Nilikuambia nini kuhusu hii ndoa? Kama si dada yako Made. Sasa dada yangu pia amehusika nao. Nilikuambia nini? Nilikukataza. Hata saizi sijui hadi mwanamke sijui nimfanyie nini. Asiyesikia la mkuu vunjika guu. Ona sasa. Shida kwa familia. Father saizi ni ugonjwa sasa tunafanya. Oscar, nilikukataza. Nilikuambia wewe usipochunga utakula huna hasara juu. Ndio hiyo nyumba inauzwa. Na ndio hiyo kila kitu inaenda. Msichana analeta aibu pamoja na mama yake ndani ya nyumba. Bado hujakula. Nikusamee nini? Hata huyu ndio mtu anataka kusikiza. Wewe bado unakuja kufanya nini? Wewe hata kuna maneno hata kuongea na Madhe kusema nini? Wewe ndio unaleta hizi vitu zote ungetusikiza. Unataka kuongea na Madhe. Unataka sasa kusikiza nini? Nini unataka kusema? Unataka nini kusikiza nini? Juu ya nini? Juu maneno yenye umefanya ni mingi. Nikusamee juu ya nini? Sitaki maneno yako. Kumbuka siku anataka maneno yako. Kijana wangu akakosa kunisikiliza, akafanya mambo yake. Sasa hii anakula huu na jera hasara juu yake. Sasa wewe unanibembelezea nini? Baada uone. Unabembelezea nini? Mambo na wewe, hebu nyamaza tafadhali. Tafadhali nyamaza. Si mambo imekufanyikia na bado uko na mdomo. Ona hiyo aibu yote umeleta. Sikujua mambo kama hiyo. Kusema ukweli, kijana wangu ni mkubwa. Tena afanyi kazi hapa Kenya na ni mtu yafaa heshimiwe. Alafu tena hii aibu yote na inaonekana na unafanya. Sasa unataka hata mimi hata kama natembea hata akili yangu haiko. Natembea ni kama sijui naweza hata gonga na gari. Sasa sembuse kijana wangu kama mimi ndio nasikia hivyo. Unasomoa kama watu wanakaa. Hii mambo imeshafanyika na ni vizuri tujue vile tunasuluhisha hii maneno. Oscar kuja hapa. Huyu mwanamke daktari huyu. Heshima kuniambia nini? Namuongelesha hapa. Unataka kuniongelesha kurudi wapi? Mimi nilikuwa nimechanganyikiwa hata sijui nini ilimfanyia. Changanyikiwa nini? Madhelo hakutaki unabembeleza ndoa. Wachana na hii maneno. Ni kama aliniroga Madhe. Mimi hata sijiroga. Umerogwa na unajua. Mtu anajuanga kama anarogwa. Kwenda, sitaki maneno yako. Kaa mbali na mimi na kijana wangu pia. Kaa mbali nami. Ama unataka kudiana nao? Mama, hiyo vitu ambaye Oscar amekuambia na vitu ambaye imetendeka, na mimi naomba msamaha kwa niaba yake, sababu unajua haujui mbele na hii maisha haujui ya kesho. Na ukiangalia mtu kwa sura, unajua kwanza vijana wa sasa hivi wanaangalia sura, waangalie tabia ya mtu. Jenzi wanasumbua. Wanaangalia sura, na hiyo ndio inafanya ndoa mingi sasa hii inaharibika. Sababu unajua mtu unaangalia tabia, hata kama sura pia unaangalia, lakini tabia kwanza ndio inakuanga muhimu. Na unajua mzazi akikuambia kitu yeye ameona. Na mimi naomba msamaha sababu ni kitu ambaye imeshatendeka na kuna vile tutafanya. Ni jambo ambaye liko hapa ni kusuluhisha hii maneno. Tujue vile hao watu hii vitu ya huyu kijana inarudi. Sababu mimi nilitaka watu aibu yote wapate. Sababu unajua nimekuwa naongea nao, nimekaa nao kwa muda mrefu. Lakini sioni wakibadilika, na ndio maana nilifanya hiyo, niliwapea hiyo kiboko ili kila mtu aone waaibike kabisa. Na daktari mama yangu ana adabu. Huyo Lucy hata akisema anaomba msamaha. Acha daktari aongee. Acha ni Simtulie daktari aongee. Simtulie daktari aongee. Afadhali hata babangu angekufa endelee kunilea. Umeniaribu. Hata huyu ndio mtu mwingine kupewa adhabu huyo. Hao watu wote mimi niko nao tu. Wewe usiwe na wasiwasi. Mimi unajua huwa naenda kazi na mpangilio. Na mimi ikifika pahali unaona ninafanya kitu, ujue makosa yako imefika ile kiwango ambaye nilikuwa nataka. Mimi ndio nilikuwa naongea. Unajua sasa hii kelele, mkijaribu kupiga kelele hapa na pale, kuna vitu mingi ambaye nataka niongelea hapa, na nashukuru mama umefika, sababu vile Oscar alikuwa amenieleza kazi ambaye uko nayo
na nilimuelewa, nikamwambia wacha tu mama afanye, wacha sisi na wewe tupambane huku, lakini pahali tumefikia kila kitu ya kijana itarudi na mambo yote itakuwa sawa. Licha ya changamoto ambayo amekutana naye hapa katikati, na ni vizuri alinitafuta sababu kuna mambo mengi ambayo angekuwa amejipata kwa shimo. Kabisa kwanza ni huyu dada yako. Huyu dada yako ni mtu ambaye amekuwa na kupiga vita. Mtu mzuri. Ni mtu ambaye amekuwa na kupiga vita usiku na mchana. Tangu huyu kijana afanikiwe, hakuwahi sikia vizuri. Ni mtu ambaye mnacheka na yeye, lakini kwa moyo ile anakufikiria. Ni mtu hata anafikiria mambo mengi. Ananidanganya kwa mdomo na hata niweza. Na kitu ile mimi nashukuru upande wako ni vile umeshikilia Injili. Wewe shikilia hapo kabisa, ni mtu ambaye mama ya kanisa, na hii maombi inakusaidia na pia inazuia vitu mingi. Na huyu dada yako amekukosea sana, na sijui nikuambie ama niwache tu. Niambie, daktari, toboa siri nisikie. Kama una hasira sana ni vizuri niwache. Sina hasira, lakini kuambia kitu uende ufanye kitu ambaye si mzuri, mwishowe ikue ujipate kwa shida. Na ndio maana huwa nauliza mtu kama uko sawa nikuambie ama yuko sawa. Niambie tu. Huyo mzee alianza kugonjeka. Mzee wako huyo alianza kugonjeka lini? Saa hii kitambo, saa hii imemaliza miezi 4. Saa hii ni miaka ameanza kugonjeka miaka 4, lakini saa hii yenye imekuwa sana, amezidiwa sana ni miezi 4. Nikimpeleka hosi mfululizo namrudisha na mleta. Kama nyinyi mlikuwa mumegizana huyu mwanamke, usiniite mwanamke. Mwanamke mimi ni bibi yako. Nashinda mwanamke hapo. Hapo ugonjwa ya mzee ama simuongee. So kwa hivyo Mama Lucy bado mko na kiburi, mngetolewa vile mlikuwa hivyo. Niko sawa sasa, nimetulia. Kila kitu ile daktari amesema nitafanya venye daktari amesema. Lakini Oscar aache kunipeleka mbio venye anataka. Asinipeleke venye anataka. Tulia Oscar. Bembeleza Oscar peke yako. Vitu kama hizo zinakufanyikia na bembeleza Oscar peke yako. Mimi siko kwa ndoa yenu. Wewe mwanamke na jina langu kwa mdomo wako. Oscar tafadhali nyamaza. Oscar, unaweza nifanyia hiki mbele bado naona kama inakusumbua. Nilikukataza na hiki mbele, nyamaza tusikie maneno. Sawa, unajua wacha nitulize hasira, sababu hii ni mkutano ambaye tumeita hapa kuongea, na sitaki makelele mingi. Unajua mimi sipendi kelele. Atifai. Mimi sipendi kelele, na ndio unaona mtu akiongea huwa ananyamaza. Sasa huyu mzee, huyu ugonjwa wake vile nilikuwa nimekuambia, kuna mtu ambaye anahusika, na huyu mtu nia yake ilikuwa ni kuangamiza huyo mzee na pia kuondoe wewe kwa hii ulimwengu ili atawale hiyo boma, achukue kila kitu ya hiyo boma. Na huyu mtu ni mtu wa damu yako, na ni mtu ambaye amekuwa karibu sana na wewe, ni mtu ambaye mmekuwa mnashauriana mambo mengi sana. Na mimi nitakuambia ukweli na italingana vile wewe utaichukulia, ndio nijue vile tutasaidiana. Huyo mtu ni dada yako, hii ugonjwa wa mzee. Dada yangu. Hata usimuite anti. Unashinda anti, wewe pia umekosa mwelekeo. Ona chenye dada yangu tena ameanza kunifanyia. Dada yangu pia na hataweza. Ni after hii meeting. After hii meeting namtafuta. Mimi sina makosa. Unaona ni dada yako. Sisi tunaingililia wapi? Mimi mambo yote hata ninyi labda mnatuletea hizi shida zote hapa. Kwanza nikikumbuka tu venye nimesaidia huyu dadangu, nimemsomeshia watoto, nimekuwa nikimlisha, nikimsaidia hiyo shughuli zote. Hata wakati alikuwa mgonjwa ni mimi ndio nilimsaidia, alafu saa hii anaweza nifanyia hivi kwa nyumba yangu. After hii meeting namtafuta. Tunaingilia wapi? Mama, mimi nilitaka hao watu wanaondoka wote. Nimekuja mimi venye nimekuja. Hao watu wote wanaenda. Hakuna mtu anabaki kwa hiyo nyumba. Sawa. Mimi vile nyinyi mtaamua ndio mimi nitafanya, sababu unajua nyinyi ndio wakunipea mimi
ruhusa vile mnataka mambo yenu ifanyike, na nadhani mmesikia vile mama amesema, ndio maana nilitaka pia akuwe hapa, na amesema kwamba hii nyumba hataki nyenye hapa. Sijui mmejipanga namna gani? Daktari, mimi kila kitu ile umesema nilikuwa nimekubali nitafanya. Lucy, usinishike mkono. Wacha nisikize daktari. Daktari, kila kitu ile umesema nilikubaliana na wewe. Nitafanya venye umeniambia. Daktari, niambie venye unataka nifanye. Wacha nikuulize tu swali moja kabla sijaenda sana. Tunatoka. Wewe sasa vile uliua mzee yako ulifaidika na nini? Daktari, mimi mzee mgani niliua? Mzee mgani niliua? Unashindia nimeua mzee. Lucy, unajua huyu ndiye aliua baba yako. Nasema mbele ya msichana wangu. Msichana wangu akisikia unadhani anasikia aje? Unataka pia mimi kuniua. Aki tafadhali toka tu. Wacha daktari toka hapa. Uliua my guy. Anakushughulika yeye kushughulika babako kama kwa hospitali, kumbe mamako ndio babako. Huyu si mamangu. Mimi ni mamako Lucy. Mimi ni mamako. Nilikuchukua venye babako alishakufa nikakuchukua. Nikakaa na wewe kama mtoto wangu. Sasa hizo ndio asanti unanirudishia. Uliua babangu kwa nini? Unanirudishia asanti. Kwa nini uliua dad na uliza hivyo? Unanirudishia asanti hivyo. Uliua dad kwa nini? Hiyo swali na kuuliza. Kwa hivyo hata sasa mimi ndo nataka kuniua ndio ukae kwa hii nyumba. Mimi Lucy naweza hizi tabia unafanya si za kawaida. Hizi tabia unafanya hapana. Wewe si mamangu. Sasa hii tu daktari yake angamiza huyu mama. Mimi hata simjui. Sikujui mtu wangu. Na sitaki kukuona. Unaambia daktari aniambia angamiza ukufe hata wewe. Ukufe tu vile babangu. Mama atakuwa mama mgani? Sitaki. Afadhali nikae yatima. Unajua huwezi baki yatima. Afadhali nikae yatima. Tokeni tu nini unashinda ukisukumana na mambo. Kabla mtoke, mimi nataka vitu ya hii boma. Unajua vile mlikuja, hakuna kitu ambaye mnatoka nayo hapa. Sisi tutatoka, si hatuko kwa drama zenyu. Mimi nataka hizo vitu ya hii boma, kila kitu. Naenda kuleta hizo makaratasi niko nazo. Saa hii naenda kuzitoa. Unajua pia wewe unaenda sijui unasema hao wanatoka, wewe unabaki wapi? Ama Oscar mmeongea na mmeongea vitu gani bwana daktari? Hebu kuja hapo. Mimi naambia kusema kweli hao watu waliniroga. Mimi sikuangi hivyo. Anasema hao wanaondoka. Wananikula kwa hii familia na daktari. Kuna mtoto hataki kuona furaha yangu kwa hii nyumba. Anakuwa anafanya anatunganisha ni mtoto. Ndio yule mtoto anamwambia naweza afadhali hata nisaidie huyo mtoto. Tunakusaidia kinyangarika. Hawakutaki? Mimi najua shida ni nyinyi. Shida ni nyinyi. Wamesema hawakutaki. Na kwanza wewe. Sasa kabla hata sijaongea sana, nataka uende ulete hizo vitu kwanza. Kabla sijaongea sana ndio tuendelee na mambo mengine. Vitu sasa nilikuwa tunataka. Niko na hizo. Enda leta hizo vitu. Sijui ilikuwa imewekwa. Pesa iko wapi? Naenda kuleta hizo kwanza acha nilete tu hizo nini. Na nani amekuwa nazo? Ulikuwa unasema nani amekuwa na hizo vitu? Si amesema ajui mahali ziko. Sasa ametoa kwenda kuleta wapi? Si anajua mahali ziko. Aenda leta. Mbona ulikuwa unasema kwamba Jeff ndako nazo na mama yako? Jeff ana control. Unachanganya. Sasa tena unajua mahali ziko. Kumbe sasa Lucy wewe ndio uko na hizo vitu, si ndio? Sasa amesema uende pia wewe. Unakuja hapa unataka hata wewe ni mchawi. Leta hizo vitu. Nilitoa wapi rafiki kau? Kwa hivyo alikuwa anadanganya kwamba ni nyinyi ndio mko na hizo vitu. Ama nyinyi kuna vitu zingine mko nazo? Watu wanajuana. Mimi nataka wenyewe wajifunge tu. Unaona vile wenyewe wako wanajifunga. Hiyo ndio kitu ambaye mimi nataka wenyewe wajifunge tu, sababu unajua njia za muongo ni fupi na hakuna mahali uongo itakufikisha. Na mimi hata ukidanganya mimi ninaona, na kila kitu ambaye mnafanya, mipango yote ambaye mnapanga mimi ninaona. Na vile mama amesema kwamba hii boma hataki nyinyi hapa, na yeye unajua yeye na kijana ndio kutoa uamuzi. Na nadhani mmesikia vile wamesema hii boma, kila kitu ambaye mlichukua kwa hii boma muache hapa na muondoke vile mlikuja. Daktari, mimi nimekubaliana na wewe kila kitu ile unasema. Kila kitu umesema daktari. Kila kitu ile unasema tunakubaliana. Jeff, shida nini? Mbona unakaa mtu unaumia bro? Mimi niko sawa. Niko sawa. Kitu mimi nasema aje? Ni za shamba. Hizo vitu zimetoka wapi? Lakini ulikuwa unasema ni Jeff. Ni nini? Kuna zingine Jeff, si uongee ukweli shaki. Jeff, kuna vitu uko nazo? Jeff ako na 2. Cho wako ni mzuri. Jeff ako na 2. Ndio hizi. Na hizo ni ngapi? Nani ameleta? Hizo ni ngapi? Na hii mdomo yako utoe Jeff kabisa. Zitapatikana. Jeff si Oscar. Uliza Jeff, si ndio huyo anajua. Nani ameleta? Tena unataka kwenda na vitu za yenyewe bado. Wapi kurudisha kila kitu? Hizi vitu zetu za uchawi. Bali kurudisha kila kitu. Shika. Napatia nani daktari? Hadi documents zangu nimerudisha za shamba, ndio hizo. Ndio hizo za shamba. Ziko pamoja na ile yenye ilikuwa unataka kufanya nini huko? Daktari, ile yenye ulikuwa umekuja nayo jana iko wapi? Iko hapo.
Yuko hapa. Haiko hapa. Unatudanganya nani Jeff? Wanasema haiko hapa. Lucy ndiye anajua mahali ziko. Mwache kutajataja Jeff. Hizi ni mbili, ni za wapi hizi? Vitu ambayo inahitajika hapa inafaa 4 na naona hapa karatasi hizi vitu ni 2 na zingine 2 ziko wapi? Jeff, daktari anasema ya nyumba iko hapa. Nyumba iko wapi? Alafu tumekuja nayo jana ukarudishwa kwenda kutengeneza mama Lucy. Hiyo nyumba iko wapi? Mlikuja nayo jana mkarudishwa. Hizo vitu. Jeff hajarudisha. Nyingine ya hii plot iko hapa hii. Hapa next. Ndio huyu ako nazo. Ndio huyu ako nayo. Hii plot. Na ya nyumba iko wapi? Oscar shika hizi. Hizi ziko Ya sawa. nyumba pia huyu ako na 2. Hizi ziko sawa. Mwenye alikuwa amekuja nayo jana na ilikuwa ya nyumba. Iko wapi ya nyumba bro? Sio ulete hiyo ni title deed ya nyumba ulikuwa umetuma. Nini sasa? Sema tu. Hiyo iko hapo. Iko wapi? Ndaileta, najua penye iko. Ataleta. Lakini iko it is in a very safe place. Haiko hapa bro, tunataka saa hizi. Title deed ya nyumba hapa tunataka saa hizi. Iko najua penye iko. Najua penye iko. Iko wapi? Iko mbali. Senda leta saa hii. Ndaileta. Iko wapi? Ndaileta. Iko mbali. Iko lakini ndaileta. Iko wapi bro? Ndio nakwambia ndaileta. Daktari pia mtu adabu. Iko wapi bro? Wewe Jeff. Hizo vitu mimi nataka saa hii sababu najua hakuna kitu ambaye mnaenda nayo. Wacha tu nikuambie ukweli. Hakuna kitu ambaye mnaenda nayo. Kila kitu ambaye ni ya huyu kijana inabaki hapa. Nadhani mmenisikia, si ndio? Na mambo ya gari umefikia wapi? Gari. Daktari, gari itapatikana. Nimekwambia iko itapatikana. Nakumbuka venye daktari ametufanya, sema ukweli usifiche kitu. Sema ukweli Jeff. Gari itapatikana. Sema ukweli, unakumbuka kila kitu tunafanya. Sema ukweli. Najua mali gani kosi aseme nini mnatuliza story na gari. Mimi kitu ile nataka niambie huyu kijana sababu nimeambia njia ya muongo ni fupi na mimi huwa nataka mtu mwenyewe ajifunge. Umesema hizo vitu ziko. Nikikuachilia saa hii uende ulete nitapata. Zitarudi zote. Zitapatikana. Alafu hao parasites. Mimi nataka huyu kijana sababu nataka hizo vitu zikuje zote na pia huyu shangazi ya huyu auntie ya Jeff ya Oscar pia naye nataka akue hapa ili mambo yake pia naye ni mengi sababu najua nimeguzia tu kidogo. Nataka pia naye akue hapa ili nisomee mashtaka akiwa hapa. Najua sitaki huwa sipendi kuongea mtu kama yuko. Nataka pia yeye tutafutane na yeye. Na Jeff vile amesema hizo vitu ziko. Mimi nataka nipe yeye ruhusa aende alete. Jeff, enda ulete hizo vitu tafadhali mali ziko. Ziko hapa kwa nyumba? Jeff asikii vizuri. Ziko hapa kwa nyumba? Jeff asikii vizuri. Amonia. Jeff, hizo vitu ziko hapa kwa nyumba? Zitapatikana. Zitakuja. Zitapatikana tu. Jeff ni mgonjwa, acheni kumsumbua na bado zitapatikana tu. Tunazipata aje bro? Wacha aondoke tu saa hii, wacha aende. Sababu anajua mahali ziko. Wacha tu mwenyewe aende. Kwa hivyo ziko hapa kwa nyumba daktari. Mwenyewe anajua mahali ziko, wacha aende. Wacha aende achukue. Mwenyewe anajua mahali iko, wacha waende wachukue. Na wakijaribu kuleta ukorofi si mnanijua tu. Mimi huwa napea mtu nafasi. Mama. Yes. Wewe umeona sasa mambo yako. Unajua ulikuwa unanidharau, ulikuwa unaongea vile unataka. Mimi nilitaka nikuaibishe. Nilitaka nikuaibishe. Unajua sasa wewe umeharibia mtoto yako maisha. Nimeomba msamaha. Daktari sikuwa nakuamini lakini sasa nimeomba msamaha unisamehe. Mimi haizi change, atoke tu hapa, haizi change. Hii mambo yako yote wewe unataka maisha yako ukae namna gani? Nataka maisha mazuri. Nimeomba msamaha. Niko ready kuja kuleta aibu kwa mtoto. Niko ready kubadilika daktari. Nimeomba msamaha, mnisamehe. Lucy mtoto wangu. Nisamehe. Waombe msamaha ni hawa. Sababu hawa ndio umekosea. Wengine siwezi omba msamaha. Lucy mtoto wangu ndio naweza omba msamaha. Lucy nisamehe mtoto wangu. Wengine siwezi omba msamaha. Sababu umesema unataka kubadilika, mimi sikatai. Sababu unajua mimi siwezi kuhukumu. Sababu siku ya kiyama utapatana na Mungu mwenyewe atakuhukumu. Kile ambaye mimi nataka uende kwa familia huyo mzee yako, uwaelezee maovu yako yote. Kifo huyo bwana yako ni wewe ulihusika. Uongee, ukiri kile kitu, mambo yote ambayo umekuwa unafanya. Ndio ukuja hapa uniambie daktari nilienda na hivi ndio wamesema na wamekubali kunisamea.
Na kama nataka tu uende hata uondoke saa hii sababu umesema unataka kubadilika. Inikubali niende nikaombe msamaha huko, niseme vitu nilifanya huko. Watanichukuaje? Na watachukua msichana wangu aje? Mimi hakuna kitu nilifanya. Wewe ni wewe umefanya. Aje nikiomba msamaha. Hawatakubali hapo kwa hiyo familia. Nimesema kwamba uende uanzie huko. Ndio ukuje uombe hao wengine msamaha. Hao wakikubali kukusamea, ukuje uombe hao sisi hapo hivi msamaha. Ndio pia sisi tutakubali kukusamea. Hao wakikubali kukusamea pia sisi tutakubali. Nataka uende, tutoka uende. Nataka niongee na hao ambao wamebaki. Hata niende. Mama usipatikane kwa hii boma tafadhali tena. Nimetoka nimeenda. Mimi nitaona kama nitaenda, lakini kila kitu daktari amesema. Kama amesema nitoke, nitatoka. Lakini utaona uko natoka kama unaenda straight. Kuomba msamaha kwa kina Bwana kwa kina Oscar. Watachukua Lucy aje? Hiyo sitaomba msamaha huko. Huko siombi msamaha. Kwenda naenda. Sawa. Kwenda naenda. Wewe enda. Mama yangu umekata huyo. Hata wewe ungekuwa unafuata mama yako unafanya nini hapa wewe? Acha tu naomba mimi naomba. Kuomba msamaha nini? Binai una shetani sasa hivi. Lucy, hata wewe unafaa ujipange kwa sababu kama hawa familia imekukataa. Mimi nataka tu hao wakuambie maneno ya mwisho. Waje wakuambie na mdomo yao. Unajua unaona ni kama mimi na waongelea. Nataka usikie kutoka kwao vile hao wameamua kukuhusu wewe. Nataka tu hao wenyewe wakuambie vile hao wameamua. Mimi hata daktari pia nakwambia saa hizi sitaki kitu yoyote yenye inahusishana mimi uhusiano wote na huyu mwanamke. Kwa Kenya amenipitishia. Hata afadhali angefanya vitu zingine zote mpaka yani inafika mtoto mwenye mimi nilikuwa nadhamini mtoto yani the only son. Usiongee hivyo. Mwenye nimekuwa na yeye mtoto si wangu. Unataka second thought ya kufanya biashara gani? Nielewe pengine watu kuna kitu waliniwekea. Hebu toka karibu na mimi na hizo plan zako parasite. Mnanifanyaje? Sure. Mimi akisiku. Binai mimi hata mwanamke sidhani kama kuna kitu nafaa kuongea naye. Sidhani. Penye nimefikia saa hizi. Time yenye nime waste. Pesa zenye nime waste kwake. Paka saa hizi. Nimenyonywa. Imagine niliacha kulipia watoto wetu school fees. Nisomesha watoto wao. Uliza hata. Si nimepanga tu sawa. Lucy, nadhani umesikia vile wameongea. Unajua wewe unaona ni kama ni rahisi tu hii maovi yote ambayo umekuwa unafanya. Unaficha mtoto hii muda yote, mbona huku haisema? Mbona huku haisema tu ufunguke useme ukweli, uambie Oscar huyu mtoto hii mimba nilikuja nayo si yako. Mbona hii muda yote umenyamaza tu hii mambo yote ambayo inatendeka kwa hii nyumba. Wewe unajua hii nyumba wewe ndio ulikuwa kiongozi. Na hii vitu yote wewe unaruhusu ifanyike. Sasa hii unasema hapa unataka usamehewe kwa njia gani? Kusema kweli daktari, unajua wewe kwa hii nyumba ulikuwa na nguvu ya kutoa watu waende, ya kukatasha kitu yoyote ambayo inaendelea, lakini sio ulikuwa umenyamaza. Ukawaacha tu hapo mkaendelea kufanya mambo zenu mpaka vile leo imeharibika. Ndio nawaambia walinichanganya mimi, siku hata kwa nini zangu. Ni kama hata ya kukua mimi kabisa. Sasa hii ndio nimekuja kujielewa. Na nini nimefanya ukajielewa saa hizi sasa? Vile hii mambo imetokea daktari vile amekuja. Sikuwa. Ama mchawi mwenye alikuwa amekuroga amekuonekania leo. Huyu mtu si mimi najua kila kitu, mambo yote ulikuwa unajua. Kila kitu ambayo ulikuwa inaendelea hapa ndani ulikuwa unajua. Ulikuwa na akili zako timamu. Hakuna mtu ambaye alikuwa amekuroga. Nani alikuroga? Nani amekuroga? Nataka uniambie tu daktari, mtu fulani ameniroga, nimulete hapa hivi. Nani ambaye amekuroga huyo? Huyu sister yake Auntie Oscar. Auntie Oscar, na mlikuwa pamoja mkifanya mambo zenu. Sasa alikuwa hapa jana. Na mkashinda hapo mkifanya mambo zenu. Wewe pia ulikuwa hapa. Kama amerogwa. Walikuwa mama Oscar. Auntie alikuwa hapa jana wakifanya mambo zao. Alishinda hapa, alitoka hapa jioni. Alikuja hapa na mtoto, alileta mtoto. Mtoto tena kama alirudi na yeye yuko tena hapa. Anatuchezea. Alafu amefanya hata tumeita mtoto babu ya Oscar. Nikidhani ni